tuliandika mitasari, tukaomba mradi wa maji. Na mradi wa maji ulikubalika, tukapeleka serikali kuu ikatukubalia, wakaja kuangalia chanzo. Tukawa bega na bega na mheshimiwa diwani wetu wa kata ya Kayengesa, Mheshimiwa Lazaro Mtama. Tulianza jitihada hizo na yeye pia akaanza jitihada za kupeleka maombi yetu wilayani hadi mkoani hadi taifa. Kwa hiyo huu mradi ulianza kutekelezwa mwaka 2022. Ndipo na mpaka sasa hivi kijiji cha Mkunda mwaka 2023 tulianza kupata maji. Kutumia maji salama ambayo ni maji ya mseleleko hapa Mkunda, lakini jitihada za mheshimiwa diwani wetu hakusita tena, akaanza moja kwa moja kazi kuvuta maji kupeleka kijiji cha Kayengesa A na Kayengesa B. Mimi kwa jina naitwa Ana Saveli Mnyele. Naishukuru serikali kwa kutuletea maji kijiji chetu cha Mkunda. Changamoto ambayo tulikuwa tunapata mwanzo tulikuwa tunateseka sana maji, ingawa yalikuwepo katika sehemu baadhi ya visima, lakini tulikuwa tukienda kule kwenye visima tunakuta tu pengine tunatoka usiku tunakuja kupata changamoto katika kwenye ndoa zetu. Maji ndio unawahi saa hizi, lakini kwa kipindi hiki miaka hii tunamshukuru diwani amekuja kutuletea maji katika kijiji chetu hiki cha Mkunda. Tunasema asante sana. Saa hizi tuna raha kubwa sana katika maji ambayo tumepata katika mseleleko. Tunashukuru serikali. Kile mradi mnaona tayari unafanya kazi, lakini takuwa sina fadhila kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa wangu Deus Sangu, pamoja na odisi yangu ya kata ya Kayengesa, pamoja na viongozi wangu wa vijiji ambao walibuni huu mradi na kufanikiwa. Kwa kweli niseme tu kwamba kiongozi ni sawa na mwakilishi. Tulipofika pili onekana kulikuwa wananchi wamelimalima maeneo haya. Tulikaa kwenye vikao tukawaomba kwa busara, akasema kwa kuwa maji ni sisi na maisha ya mtu ni maji, sisi tunatoa huru. Baadaye tukaenda halmashauri wakatupa miti ambayo ikiwepo kwenye maeneo haya inasaidia kukomaza kichanzo, na vile vile tukashauri wananchi maeneo hayo wasifanye kazi za kibinadamu. Kwa